Uhali gani mtazamaji wa Mlimani TV? Karibu katika maonesho ya 10 ya wiki ya utafiti na ubunifu yanayoandaliwa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Na leo hapa tupo katika Shule Kuu ya Uandishi wa Habari na Mawasiliano kwa Umma. Ni wadau mbalimbali wa habari wamekutana katika wiki hii ya utafiti hapa Shule Kuu ya Uandishi wa Habari na kuweza kutuonesha au kutuelezea nini hasa wanachokifanya katika wiki hii ya utafiti na ubunifu. Mimi ni Sofia Malaki, ungana nami. E-book ni mradi ambao ulianza mwaka 2017. Lakini ripoti ya kwanza ilianza kutoka mwaka 2018. Na mpaka sasa hivi tumeshatoa ripoti 6. Mwaka 2024 ripoti ya 6 ambao tulifanya ilikuwa based kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika mwaka 2024. Kitu tulichokiona katika redio hizo, kwanza kuna uripoti mdogo sana wa wagombea wa serikali za mitaa hawakuweza kuhojiwa. Vyama walikuwa wanahojiwa wagombea wa vyama, yani walikuwa wahoji vyama. Kwa mfano CCM anakuambia lazima tupate kibali kutoka kwa katibu ndio aweze kuongea. Vile vile Chadema na vyama vingine. Kwa hiyo wagombea hawakuhojiwa kwa kiasi kikubwa. Lakini kingine, wagombea wanawake hawakupewa nafasi kabisa kuhojiwa. Ingawa walikuwepo kwa uchache, lakini hawajahojiwa na vyombo vya habari. Hiyo tuliona ni changamoto. Kingine ambacho tulikiona, wagombea vijana wanahojiwa kama wapiga kura, hawajahojiwa kama wagombea. Kwa hiyo tuliona ni changamoto. Vijana watakiwa kuhojiwa kama wapiga kura kwa sababu ndo wengi, lakini pia vijana. Katika wiki hii ya utafiti na ubunifu, sisi kama Mwananchi tumekuja hapa kuonesha jinsi gani tumefanya innovation yetu. Application inaitwa MwanaClick. Mwana innovation hiyo ni application kama application nyingine kama ilivyo WhatsApp au Instagram. Hii ni application inaitwa MwanaClick ambayo unasoma magazeti kutoka Tanzania, Kenya, Uganda, Zanzibar na Arusha. Na pia tuna magazeti mengine tumeweka mle ndani. Na uzuri wa hii application ni kwamba tuna feature mpya inaitwa AI ambayo inaweza ukakusomea wewe magazeti yote ya Kiingereza. Yaani unasikiliza, unabofya, unasikiliza gazeti lako. Na kingine ni kwamba uzuri tumeweka kitu kinaitwa archive. Unaweza ukasoma magazeti ya nyuma, yani kuanzia la jana mpaka la 2015. Karibuni sana katika hii wiki ya ubunifu. MwanaClick, tuna click, tuna vibe. Karibu. Sisi baraza pia tumekuwa tukifanya tafiti mbalimbali, na tafiti moja kubwa ambayo tumekuwa tukifanya ni tumekuwa tukifanya utafiti wa kuangalia hali ya vyombo vya habari kwa Tanzania, kwa maana hii state of the media in Tanzania. Na ukiangalia hii ni ripoti ya mwaka 2022 2023. Na sasa hivi tupo kwenye mchakato wa kuandaa ripoti ya 2024 2025 ambayo tutaizindua labda mwishoni mwaka huu au mapema mwakani. Na ripoti hizi zimekuwa zikionyesha au zikielezea hali nzima ya vyombo vya habari, zile changamoto zilizopo katika taaluma ya uandishi wa habari, lakini pia huwa kunakuwa na suggestion tunaita. Na kingine ambacho napenda niwaambie kwamba sisi tumekuwa tunatoa tuzo. Na zile tuzo ni sehemu moja hapo ambayo tuseme ni result au ni matokeo ya utafiti ambao tumekuwa tukifanya tafiti zetu za ndani. Na tafiti moja hapo ambayo tumekuwa tukifanya media monitoring. Tunafanya kila siku media monitoring. Tunafuatilia mienendo ya vyombo vya habari. Na tunapokuwa tunafanya ule ufuatiliaji, kama tunaona kuna changamoto kwenye gazeti ama kwenye TV, tunapiga simu muda huo kwa mhariri wa chombo. Kwa tunatengeneza, mwisho wa siku tunatengeneza ripoti. Na zile ripoti zimekuwa zikituinform sisi kwenye hizi tuzo kutengeneza zile category. Barazani tumeanza kufanya transformation. Tunaanza kwenda digital. Hata zile tuzo zile sawa za Egypt. Kwa sababu najua naye pia ni mdau na waandishi wa habari wengi ambao wataona hii clip na watakuwa wanasikiliza, na wao ni wadau, kwa sababu wengi walikuwa wakiuliza kwamba hakuna tuzo tena mwaka huu. Labda niseme tuzo zipo na zitaenda kuzinduliwa muda si mrefu, na tunakuja kitofauti, na naamini the way tutakavyokuja nyinyi wenyewe mtafurahia, kwa sababu tumekuja na system ambayo waandishi watakuwa wanaomba kupitia ile system. Tutaizindua na tutaionyesha ile system. Kwa hiyo waandishi wa habari tuhakikishe tunatumia kalamu zetu vizuri na mic zetu vizuri, tuhamasishe, kwa sababu pia tunaenda kwenye uchaguzi. Tutumie pia, tufanye ule uzalendo wetu, tusitumie kalamu zetu vibaya
alafu mwisho wa siku tukajikuta tunaingia kwenye matatizo. Lakini mimi pia nijaribu kuambia waandishi wenzangu, kuna changamoto ziko nyingi tunapitia sisi kama waandishi wa habari. Tukatishe tamaa. Sisi tusimame, tufanye kazi zetu kama waandishi wa habari. Cha msingi tu tuzingatie maadili. Sawa? Ziko sehemu ambazo sisi tunajua sheria zinaturuhusu kuingia, lakini pamoja na sheria tuangalie na usalama wetu. Kwa sababu wanasema hivi, hakuna story ambayo ina thamani kuliko maisha yako. Yes. Asante, hakuna story iliyo na thamani kuliko maisha yako. Mtazamaji wa Mlimani TV, kama nilivyokusha kueleza hapo awali, haya ni maonesho ya wiki ya utafiti katika hapa shule kuu ya uandishi wa habari. Tumeona na tumezungumza na baadhi ya wadau waliofika katika maonesho haya. Ulikuwa nami Sofia Malaki na kusi, endelea kuwa nasi. Tutaendelea tena wakati mwingine.